kusababisha mambo makubwa kwenye nchi. Tunasikitika kukabidhi kwa sababu ya mambo ya kiuchaguzi. Asante sana. Kanisa halitengi watu. Kanisa linapokea kila mtu yote anayekuja, awe tajiri, awe masikini. Mtu yote anayelifikia kanisa katika ofisi anakaribishwa. Kwa hiyo hata vyama mbalimbali vinapokuja kwenye ofisi zetu, kama nyie mlivyofika Chadema, vyama vingine vipo, vinaruhusiwa kufika katika ofisi zetu kwa ajili ya kushirikisha kile ambacho walichonacho katika mambo yao. Kwa sisi ni watu ambao tuko free, tunapokea watu wote. Hiyo ndio kazi pia ya kanisa. Haitengi mtu yoyote yule, na hata sala zetu zinaombea watu wote. Kwa hiyo sisi ujumbe tumeupokea, tutauwasilisha katika ofisi ya askofu, na basi nafasi ikipatikana tutapanga ili muone nyewe nafasi itakaporuhusu na kuweza kumshirikisha. Basi sisi ndivyo tunaweza kusema. Kwa ujumbe umepokelewa ambao umeleta taarifa itafika vizuri katika ofisi ya baba askofu, na yeye atatengeneza kama ni muda wa kuweza kukutana na yeye mtakapomhitaji kwa wakati mwingine. Ndio. Mimi kama mama nafikiri kwamba Mwenyezi Mungu alitupendelea sana Tanzania, hususani hata mkoa wa Mara huu. Tumepewa ziwa, tumepewa mbuga za wanyama, tumepewa migodi, lakini vyote hivi vimekuja kwa ajili ya kutunufaisha sisi watu wa mkoa wa Mara, kutupunguzia maumivu, mateso, yani watu wa Mara angalau tupate hata mkoa wetu uonekane kwamba una hadhi fulani. Lakini leo tukiingia kwenye uchaguzi, wanawake wengi tumebaki yatima, kama alivyosema mwenyekiti wetu wa mkoa hapa. Wote waliotajwa hapa kuuawa ni wanaume. Ina maana kwamba ameacha wamama wakiwa wajane, watoto wameacha wakiwa yatima. Lakini yupo mwenyekiti wangu wa wilaya Serengeti. Yako madhira makubwa sana kutokana na zile mbuga pia za wanyama Serengeti. Watu wanauawa, wanafatwa mpaka nyumbani. Nafikiri kuna kila kitu kimewekwa kwenye attachment hapa kwenye document iliyopewa. Mpaka watoto wadogo wa darasa la 2, darasa la 4 mtu anapigwa risasi. Kwa hiyo imefika mahali kwa kweli, baba paroko, mimi kama mama ninajisikia vibaya. Kwanza mimi ni mjane. Nimeachwa mjane nikiwa mdogo sana. Tuseme nimeolewa kupitia ndoa za utotoni miaka 19. Nimeachwa mjane mpaka umri leo nilipofikia hapa. Kwa hiyo maumivu ya mjane na kulinda mtoto yatima nimeyapitia kama kanisani pia, kama tulivyokuja. Nafikiri nyinyi mnapokutana na watu wengi mnaweza mkazungumza zaidi na zaidi na zaidi. Kwa hiyo tunatuma salamu sisi kama wanawake wajane kwamba itoshe basi serikali wasitulie waume na watoto wetu vijana. Ukiangalia hifadhi za wanyama zimetulia vijana wengi mno na waume wengi mno, lakini hata migodi kila siku vijana wanapigwa risasi migodini. Kila leo wanapigwa risasi migodini. Makosa ni yapi? Kwani kama mtu ana makosa asikamatwa akapelekwa mahali husika akatunzwa, akaendelea na kesi, akafungwa hata miaka 30 au maisha tukajua kwamba amefungwa, lakini mtu anatolewa uhai kwa sababu tu ya vitu kama hivyo ambavyo jeshi la polisi ni walinzi wa raia na mali yake. Kama mtu amefanya makosa basi apelekwe kunakotakiwa. Juzi tumekuwa kwenye kongamano la siku ya mwanamke duniani tarehe 8 mwezi wa 3 pale Mlimani City. Amekuja mama pale ana katoto ka miezi 6. Mume wake aligombea kitongoji tu amegombea, lakini yule mama anashuhudia kwenye mati wa watu mume wake alivyofatwa ndani, kama alivyosema mheshimiwa Kitoli pale kwamba anakubalika tu kwenye jamii. Akapigwa risasi mbele ya watoto wake, mbele ya mke, wanashuhudia, anakufa pale pale ndani. Mnategemea sisi Chadema tutakuwa na uvumilivu mpaka lini kwa haya? Na kabla hatujafika huko tunakotaka kwenda, ndio maana tumeamua tuje kwenu angalau tutafute huruma kwenu, mtukalisha na hawa watu tuzungumze. Chadema sasa tunakuja kusema no reforms no election. Lakini kuna watu wanatafsiri kwamba Chadema wanaanzisha fujo, wamejipanga siku kuleta magaidi. Hatuna hata kiwembe baba paroko, hata kisu tu hatuna, lakini tunasimama kwenye haki.
na wote tunalipenda taifa hili. Kama ni wazalendo, na sisi Chadema ni wazalendo kwa muda mrefu, itafika mahali tutashindwa huo uzalendo. Hata wamama tutajitokeza barabarani, tutatembea uchi. Itafika mahali vijana wadogo kama mlioona sijui wapi Kenya kule. Mimi nakaa mpakani pale, niko boda kabisa. Hapa na hapa boda ya Sirari na Tanzania hii. Matukio Gen Z nimeyashuhudia mimi. Mpaka vijana wanapigwa risasi pia wanauliwa, vijana pia wanapiga polisi mao wanakufa. Tunashuhudia hivi. Kwa hatutaki tufike huko. Ndio maana tumekuja kwenu. Tosha kusema tu Paroko, tunashukuru kwa hayo machache tuliyosema. Nafikiri utatuwakilisha zaidi na zaidi. Asante. Ya kwanza nimekutana na jeshi la wananchi, limekuja kunyakua uchaguzi, ushindi ambao wananchi walikuwa wamenipigia kura. Wananchi siku hiyo, Baba Paroko, tunavyosema haya mambo yawezekana yamkini uwezo kuyaamini kwa macho ya nyama hivi, lakini siku moja Mungu akufungulia hata kwenye ndoto akuletea, kwa sababu wewe ni mtu wa Mungu, kwamba nilitolewa ndani nikapigwa sana na jeshi la wananchi na jeshi la polisi. Lakini kama mwenyekiti alivyosema, kuna wakala ambaye alikuwa kwenye majumuisho yangu alikatwa hii mkono, kashakuwa mlemavu, kijana wa watu, hana kazi yoyote ile anayoifanya, yupo nyumbani anakaa, amekuwa tegemezi. Mama yake ndiye anamlisha, na bahati mbaya ni mtu ambaye hana baba, ana mama tu. Lakini 2024 kwenye uchaguzi tumeshuhudia jeshi la polisi, yani kwenye kituo cha kupigia kura, jeshi la polisi likifika pale wakiwa wana silaha, wakiwa wana mipini. Kule kwetu wanatumia mipini unayoona aina ya majembe hii. Wakifika wanaruka kutoka kwenye gari la polisi, wanaanza kufukuza watu ambao wanakuta wako kwenye foleni kwa ajili ya kwenda kupiga kura. Sasa siku moja nikawauliza, nyie mnafukuza watu ambao ni wadau, mnafukuza watu ambao ni bibi harusi wako kwenye sherehe yao, mnategemea kwamba ni kina nani sasa wataitwa mabwana harusi na bibi harusi kwenye shughuli yao? Sasa hii tunavyokuwa tunasema haya mama, tunaomba sana mkaliambie kanisa la Mungu, kwa sababu nyie mnakusanya watu wa aina wote, kanisa zote, dini, bana dini, mnakutana nao, waambieni sisi tunaumia. Kuna mzee mmoja anaitwa Francis Mgesi, amekuwa mwenyekiti wa kitongoji, alienda kwenye ubao kupiga ya kura, akakuta jina lake tayari limeshapiga kura. Anahoji kwa nini jina langu limepiga kura ili hali mimi mwenyewe sijapiga kura. Alikamatwa akawekwa ndani. Mwezi wa pili ndio kesi yake imeisha mahakama ya mwanzo Nyamwigula, akapewa ushindi kwamba ameshinda, lakini gharama alizozitumia kwenda pale, muda aliotumia kwenda pale, ni maumivu makubwa ambao watu wetu unakuta wao wanapitia. Kwa hiyo tunapokuwa tunasema haya mambo, sio kwamba tumefika sehemu kwamba sisi tumekuwa wakulia. Tunalia kwa sababu kuna watu tunazika, tunaacha familia zao, na watoto wanabaki yatima, wamama wanabaki wajane. Kwa hiyo tunaomba Baba Askofu, Baba Paroko, mtusaidieni hili jambo nyewe kama sehemu ya kanisa, mulie mbele za Mungu. Hii kazi ipo, siku ambayo Mungu atawauliza hili swali. Nilikuwa na watu wangu walikuwa wakifa, lakini nyewe mlikuwa mkiomba, mkiona kwamba hawa watu, na inafika sehemu tunaposema hivyo, mtu nakuta kwamba mimi siku moja nilikuwa namwambia ndugu yangu pale, mimi wakati mwingine nashangaa watu wa Mungu, wachungaji, maaskofu, kwamba unajua kwamba mimi kabisa sikushinda, alafu nimetangazwa kwamba mimi ni diwani, siku ya siku naenda na fungu la 10 naenda kutoa kitu ambacho sio haki mbele za Mungu. Mungu haragi vitu vichafu. Mungu anapokea vitu ambavyo vinatokana na haki. Kwa hiyo ifike sehemu na nyewe haya mambo, ikifika sehemu kama hii, ni kata hii diwani ya kushinda na ametangazwa, akiwaletea fungu la 10, akileta sadaka ya shukrani, ikataeni, kwa sababu mbele za Mungu haina baraka zozote zile. Asanteni. Sisi tumekuwa wakimbizi ndani ya nchi hii. Wakati wa uchaguzi mimi nimekuwa diwani miaka 10, lakini ni miaka 10 ambao nikianza kuangalia muda ambao nimekaa polisi, nimekaa mahakamani, nimekaa gerezani, yani mambo ya ajabu, mambo mengi sana. Lakini ukija kuangalia hatuna makosa. Ni kwamba jamii inakubali ndio makosa yao. Sasa sisi ndio maana tunasema kwamba tuoni haja ya kurudi kwenye uchaguzi kwenda kupoteza watu wengine, kupoteza resources, wastage of time, pamoja na mambo mengine. Hatuoni haja ya kwenda kwenye uchaguzi. Ndio maana leo hii tumekoswa watu ambao wanaweza wakasimamia, wakatetea wananchi. Watu wanatetea mambo ya hovyo, kwa sababu Waswahili wanasema aliyebebwa hawezi akajua umbali wa safari. Tuna watu waliobebwa ambao hawawezi wakajua umbali wa safari. Sasa tunaomba tu mtusaidie, na msio kutusaidia, tumsaidie nchi hii tunakoelekea. Kuna muda ambapo watu watachoka,
na watu watakapochoka mambo yatakuwa mengine. Hakuna atakayekuwa salama, hata mwenye bunduki, asiye na bunduki, awe padri, awe askofu, awe machinga. Nchi ikishavurugika hakuna ambaye atakuwa salama. Ni hayo. Wakristo wengi wanaamini kanisa hili sana kabisa. Ni kwa nini? Ni kwa sababu likisema aliegemee upande, ni kweli aliegemee. Kwa hiyo watu wetu wamezungumza hapa. Sisi tuna ombi la mwisho sasa kwamba tutaomba kama kuna mambo sasa mengine ya ziada ambayo nitakuletea mazito na mabaya zaidi kuliko. Kwa hiyo hayo tutahitaji tuonane na askofu na wewe mwenyewe na delegate yenu. Tena hayo hatutahitaji hata waandishi. Na huu uchaguzi wa 2024 baba paroko, mimi nilikuwa India. Mdogo wangu alifanyiwa upasuaji, nilikuwa India. Mgombea wa mtaa wangu Rajabu Mapesa ameona jina langu limeshapiga kura. Mama yangu mzazi niko naye India, jina lake limeshapiga kura. Kuna mama mmoja alikuwa anaitwa Mama Igogo, Nerea Igogo. Nakupa mifano halisi kabisa. Nerea Igogo alifariki, lakini akawa ameonekana kwenye listi ya walioandikishwa. Nerea Igogo nyuma. Kuna mtu anaitwa Mwenge Chacha Gadi, alikosana na mke wake mwaka 2020. Mke wake akahamia Kenya, Homa Bay, anaishi Kenya tangu mwaka 2020. Kwenye huu uchaguzi 2024 mke wa Mwenge Chacha Gadi yuko kwenye listi ya wapiga kura na amejiandikisha pale kwenye mtaa. Kuna mama mmoja binti wake alishapotea kwa hao wanaopotea, watu waliopotea. Sasa ni mwaka wa 3. Ameenda pale kwenye listi, binti wake yuko. Katibu wa CCM Manyara anayetokea pale kwenye mtaa wa Bugosi, familia ya kina Elias Gati, anaishi Manyara, amejiandikisha katibu wa CCM wilaya. Tena alikuwa ndio wiki hiyo amehamishwa kutoka Manyara kwenda Dodoma. Naye jina lake liko Bugosi, atapiga kura. Hii mbinu nyingine hii, baada ya kuwa maliziano yametengenezwa kwamba simulisha liziano. Sasa baba paroko, mimi ukiniambia bana umo ofisini hakuna mbu, ukanihakikishia hakuna mbu, nikaingia hakuna mbu na mbu akaniuma, lazima nitoke. Sitatumia ile kauli eti hapa paroko alishasema mno. Au si ndio hivyo jamani? Sisi tuliambiwa, tulidanganywa. Mimi tunatumia lugha tulidanganywa kwamba tuingie kwenye tulidanganywa eti maliziano. Kwa kweli tulidanganywa. Kumbe ilikuwa ni geresha motion ya watu kuchukulia mikopo kimataifa. Tumepigwa kuliko kipindi kingine chochote. Mifano hii inayokupa, naomba kwa azimio hili, waumini wanaosali humu, wana uongozi, wana nafasi za kiserikali, waulize hawa watu waliouawa kwenye uchaguzi. Chadema wanauliza, mnawaambiaje hao wengine hawatauawa? Ndio maana tunasema no. Ikitokea reform hakutakuwa na mauaji. Ikitokea reform mkurugenzi akawa si mteule wa rais, tunaamini kwamba nchi hii na watu wengi sana ambao wana capacity ya kuwa returning officers. Sio lazima awe mkurugenzi. Wako watu wazuri sana hata retired ambao wanaweza kuwa kwenye ofisi za serikali, hana chama chochote. Serikali ina uwezo, kama serikali ina uwezo wa kununua magari ma V8 ma ZDX yale version 2024 kila mwaka inanunua, inashindwaje kumwajiri mwenyekiti wa tume na ile top leaders wa tume ambao ni independent, alafu huku chini ikao inatangaza ajira wakati wa uchaguzi tu? Kwenye vetting mimi nikienda Mwalimu Chacha Heche naambiwa awe ni Chadema. Kwenye vetting mkurugenzi akienda akaonekana aliwahi kugombea CCM na wewe uliwahi kugombea. Si ana mgongano wa nini? Tutapata wasimamizi wazuri, si lazima wao wakurugenzi. Kwa nini tunakataa hii motion wanaosema eti watakuwa maafisa waandamizi wa serikali? Maafisa waandamizi ni pamoja na dasi. Dasi ndio tumetoa mfano hivi.
Dasi tulimpelekea document kwamba Nyangoko si Mkenya, ID za Nyangoko za kuzaliwa, vitambulisho vya Nyangoko. Kenya yenyewe ikaandika barua, sisi hatuna hii serial number. Dasi akamuingua Nyangoko. Madasi wa aina hii ni wateule wa nani? Wa rais. Hawawezi kututendea haya. Kwa hiyo kubadilisha tu jina kutoka kwa mkurugenzi kwenda afisa mwandamizi hakutoshi kusababisha mtu akawa msafi. Wafanye reform, tukae kwenye dialogue, tuwaambie tunachotaka, na wao watuhakikishie mbele ya kanisa la Mungu. Lile wanalosema hatuna wagombea, baba paroko, sisi Chadema tuna wagombea wazuri sana.